asifiwe. Mama Pasoto. Bwana Yesu asifiwe. Unajisikiaje leo? Najisikia vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa NYTV, uhali gani? Mungu akubariki sana na tunakushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia kituo bora cha matangazo cha NYTV. Leo NYTV tuko Madale Kisauke. Hapa tuna tukio kubwa sana, tumekuja kushuhudia mwaka mmoja wa Dorcas Home Care Initiative, na unaweza ukajiuliza ni nini? Hiki ni kituo ambacho kinamilikiwa ama mkurugenzi wake ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, mtumishi wa Mungu Rehema Simfukwe. Hiki kituo hapa bwana kinalea watoto wenye CP au utindio wa ubongo. Kwa hiyo toka kimeanza mwaka jana, sasa hivi kinafikisha mwaka mmoja toka kuanza kutoa huduma ambazo zinatolewa mahali hapa, wanalea watoto wenye mahitaji maalum ama CP. Kwa hiyo leo ni siku ya kutimiza mwaka mmoja, lakini kama haitoshi, huyo Dorcas mwenyewe ndio mtoto wake wa kwanza wa Rehema Simfukwe ambaye yeye ana CP na yeye leo ni birthday yake. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akaona asiache jambo hili likapita. Leo ni ibada kubwa na nzuri kumshukuru Mungu kwa kutimiza huo mwaka mmoja wa Dorcas Home Care Initiative, lakini pia ni birthday ya mtoto wake Dorcas. Kama unavyoona mazingira ni mazuri, watu ni wengi wako hapa, wamekuja kumshukuru Mungu pamoja na mtumishi wa Mungu Rehema Simfukwe, lakini pia na kituo chake hiki cha Dorcas Home Care Initiative. NYTV tuko hapa kuhakikisha unapata kila kitu kinachoendelea mahali hapa. Mimi naitwa Esther John, endelea kufuatilia NYTV, usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza ukashare kwa ndugu jamaa na marafiki waweze kuona yale yanayoendelea katika usiku mzuri sana wa Dorcas Home Care Initiative. Mungu akubariki, asante. Bwana Yesu asifiwe. Mama Pasoto. Bwana Yesu asifiwe. Unajisikiaje leo? Najisikia vizuri sana. Hebu tuambie, leo ni mwaka mmoja wa Dorcas Home Care Initiative, lakini pia ni birthday ya mtoto wako Dorcas. Tunatamani watazamaji wanaokufuatilia sasa hivi kupitia NYTV, lakini na wanaokufuatilia kwenye mitandao mingine ya kijamii, hebu ongea neno moja katika hayo yote mawili. Mungu ametuhurumia sana. Mungu ametufanyia mambo makubwa. Tumeuona uaminifu wa Mungu Dorcas Home Care Initiative, na leo tuko hapa kusema asante Mungu. That's all about today. Asante sana. Mpaka sasa hivi una watoto wangapi hapa kituoni? We are approaching watoto 20. Na hivi leo kuanzia leo tutaongeza watoto wengine kwa ajili ya program ambayo tunakwenda kuizindua leo baadaye. Kwa hiyo tutakuwa na watoto wengi ambao tutawasema baadaye. Lakini moja ya maono yetu makubwa ni kuhudumia at least watoto 50 kutoka kwenye maeneo ya huku Madale. Okay. Yes. Watu wengi wanaweza kuwa wanajua kuhusu habari ya Dorcas Home Care Initiative. Je, kuna gharama yote mtu analipia mzazi au anapotaka kupata hii huduma? Okay. Kuhusu Dorcas Home Care Initiative, hii kitu kinaendeshwa na partners wa hii huduma. Hii ni huduma na partners wa Dorcas ni watu ambao wameguswa direct kutoa kuanzia wazazi wa watoto wenyewe ni partners mpaka na watu wengine wa nje. Kwa hiyo hatulipishi, hatuna specific amount ya kulipisha, lakini mzazi anapokuja tunamwambia hii ni huduma. Kwa hiyo feel free kufanya kile ambacho Mungu anakusemesha kufanya. Kama hauna usipate shida, just come tuletee mtoto wako. Kama una kitu cha kusupporti, lete kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kama hauna usijisikie vibaya. Njoo ukimwamini Mungu kwamba ipo siku Mungu atakuinua na wewe utakuwa ni mmoja wa partners wa Dorcas. Kwa hiyo hii ni familia, we live like a family. Na Mungu tunamshukuru Mungu ametuinulia partners ambao wametusaidia kwa mwaka huu mzima, na niko hapa pia kuwakaribisha partners wengine ambao wanaweza kujicommit kwa ajili ya jambo hili la watoto. Mtu anaweza kasema mimi nitatoa tu shilingi 1000 kila mwezi, mwingine ni 10,000 kwa kila mwezi, mwingine 20,000 au 100,000 kila mwezi, ili kuweza kusupport maisha ya hawa watoto waweze kuishi kwa amani wakiwa hapa duniani. Yeah. Asante sana. Unajisikiaje leo Esther ndo anakuhoji hapa ambaye naye mtoto wake analelewa hapa Dorcas Home Care Initiative? I am so happy for you. Yani wewe ni mfano wa kuigwa. Wewe ni mwanamke jasiri sana na shupavu. And we are so proud of you hapa Dorcas. Najua tuko na mtoto wako na Mungu amekupa neema pia kufanya mambo mengine makubwa wakati mtoto wako yuko hapa. Kwa hiyo nenda mbele, songa mbele. Leo umenisurprise shoga yangu. Kunijia na maiki. Asante, Mungu akubariki.
Kama unavyoona hawa ni familia jamani, ni mtu na dada yake na wanafanya kazi pamoja, wanafanya huduma ya utumishi mahali hapa. Dada Rema akiwa hayupo, yupo kwenye huduma kama unavyofahamu, yeye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, anamtumikia Mungu katika eneo la uimbaji. Akiwa hayupo basi majukumu yote huwa anayafanya huyu dada yake mzuri. Sisi hapa Dorcas Home Care Initiative tunamfahamu kama mama yetu mlezi, ndio dada mkubwa, ndio anayesimamia watoto wetu, kuhakikisha wako salama, kuhakikisha wamekula, kuhakikisha wako vizuri. Na hapa nataka niongelee mawili matatu. Dada Lisa, mimi nakufahamu kama Dada Lisa hapa, lakini mtazamaji anatamani kufahamu wewe ni nani na uko hapa katika eneo gani la huduma katika mahali hapa Dorcas Home Care Initiative? Mimi ni program manager Dorcas Home Care. Nipo hapa kwa ajili ya kutunza watoto, ninahudumia watoto, ni wito, ni huduma Mungu ambao amenipa na ninaifanya kwa moyo kabisa. Kiukweli mtazamaji unamwona anaongea anafurahia sana japo sio kazi ndogo. Hebu tuambie, unapohudumia watoto hawa hapa kituoni, watoto zaidi ya 20, kwako unajisikiaje? Mbona unafuraha sana? Wakati kuhudumia mtoto tu wa kawaida inaweza kuwa ni changamoto, lakini unafuraha na una uso wa nuru. Tuambie siri ni nini? Siri ni Yesu, alafu kwa sababu ni huduma na Mungu kwa sababu ameniambia nifanye na ninajenga ufalme wa Mungu, ndio maana ninafurahi. Hata kama ukiwa watoto 20 kwangu mimi naona kama ni mtoto mmoja, kwa sababu yupo anayenitia nguvu ambaye ni Yesu Kristo, na kazi naifurahia na sababu naipenda na maana nafurahi. Asante sana. Dada Rema ni mdogo wako, lakini unaweza kufanya naye majukumu yote. Unachukuaje nafasi yake ya utumishi kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, lakini at the same time ni mdogo wako? Akifika sehemu ya utumishi huwa namheshimu kama mtumishi wa Mungu madhabahuni, lakini ikifika sehemu ya mdogo basi naye anakuwa mdogo kwangu na mimi ni dada kwake. Na niko hapa kwa sababu ya pia experience ya mtoto Dorcas ambaye ni mtoto wake, na kwa sababu tumemhudumia kwa muda wa miaka 6, sasa tunaenda mwaka wa 7, na ndio maana aliomba niwe karibu. Anapokuwepo anabaki, lakini akiwa yupo mimi nachukua nafasi yake kwa ajili ya kuwahudumia watoto Dorcas Home Care, ili yale maono ambayo ameyabeba mtumishi wa Mungu yasife. Na kwa sababu nina experience ya kuhudumia watu wenye changamoto ya CP, ndio maana niko hapa na ndio maana nafurahia. Asante sana. Tumeshasikia kuhusu Dorcas Home Care Initiative kwa mara nyingi, lakini tunatamani tufahamu leo kinafikisha mwaka mmoja na ni birthday pia ya mtoto wenu Dorcas. Unalipi la kuongea? Ninamfurahia Mungu sana kwa sababu ninaona mafanikio makubwa. Ninaona wazazi wakichangamka ambao wanatoa Dorcas Home Care wameongezeka, wana mshiko, wamepata mshiko, wanafanya kazi. Especially tena wewe ongea na wewe pia hapo ni mama Fasoso, umefungua jiko lako la Fasoso, una uwezo wa kufanya kazi kwa nguvu kwa sababu ya Dorcas Home Care. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Dorcas na siku hii ambayo ni siku special kabisa ambayo imewafanya wazazi na watoto kuwa na furaha na futwa machozi yao. Asante sana, nikutakie kila laheri kwenye usiku mzuri wa Dorcas. Leo anafikisha mwaka, lakini na pia ni happy birthday ya mtoto wetu Dorcas ambaye ndiye mbeba maono. Amen, asante na kwako pia. Amen. Amen. Yes, mtazamaji wa NYTV, bado tuko hapa, ndio kwanza sherehe yetu nzuri inaendelea mdogo mdogo, na hapo kama unavyoona mtumishi wa Mungu dada yetu Rehema Semfukwe anasalimiana na ndugu jamaa na marafiki ambao wamefika hapa. Hapa ndipo ambako kituo hiki cha Dorcas Home Care Initiative kipo Madale Kisauke shule. Kwa hiyo sherehe yetu inaendelea na sasa hivi tayari wameshaanza. Kama unavyoona timu ya kusifu na kuabudu inaendelea taratibu, na wageni waalikwa wengi wamekwisha kufika mahali hapa. Wazazi wenye watoto ambao wana cerebral palsy au utindio ubongo na wao wako hapa, wapo wengi. Lakini pia wageni walioalikwa na jamaa na marafiki wa maeneo haya ya Madale wapo wengi pia kuja kushuhudia mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya kwa huu mwaka mzima toka kituo hiki cha Dorcas Home Care Initiative kilipoanzishwa. Kwa hiyo endelea tu kufuatilia NYTV, kituo bora cha matangazo. Unaweza ukashare link ili na watu wengine waweze kuona. Yaani leo ni siku ya kushangilia, ni siku ya shukrani, si ndio? Wangapi wana shukrani nyingi mbele za Bwana?
ukiondoa Dorcas Home Care, na Dorcas lazima iwe kwenye kalenda yako, right, ya shukrani mbele za Mungu. Amen. Kwa hiyo leo tuungane pamoja na wamama hawa Dorcas pamoja na Rehema, mkurugenzi wetu, pamoja na wadau wote wa Dorcas Home Care kumshangilia Yesu na kumwambia Yesu asante kwa kuweza kufikisha mwaka mmoja wenye mafanikio makubwa sana. Kuna mama mmoja, mama Rehema, yeye anaitwa, nakumbuka last time nilivyokuja hapa nisikiza ushuhuda wake, and alikuwa anateseka sana, yani hata kwenye mambo mengine ya kibiashara, kiuchumi anakuwa kushindwa kufanya. She's very talented. Sasa hivi ameshika microphone ya NYTV, ni mtangazaji. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Tumpigie Yesu makofi mengi. Mama Rehema, uko wapi? Upunge watu wakuone. Njoo hapa kati tukuone. Mama Rehema, hebu njoo hapa kati watu wakuone tu. Mama Rehema ndo huyu jamani, kavaa fascinator, amependeza, ameshika microphone, ni mtangazaji. Anatangaza sasa hivi, mtoto wake yuko hapa, ametulia vizuri, anaendelea kufanya biashara zake, ana biashara ya chakula, anapika. Huyu ndio Mama Rehema jana. Hem, tumshangilie Yesu kwa jina Mama Rehema. Mtangazaji mzuri, multi talented. Mgeni rasmi kama hivi unavyoona, na wamama wengine wengi. Asante Mama Rehema, mtangazaji na anafanya mapishi. Tumeona juzi na tunamsupport sana na tuendelee kumsupport. Tuko live bado NYTV na sehemu zingine. Najua kuna expenses kubwa ambazo mtu anatumia, nauli kuweza kufika hapo, expenses za hayo mazoezi, na najua ukiwa unambeba mtoto ambaye ana changamoto hiyo inakuwa inakupa shida. Lakini leo apart from Mungu kutupa sehemu hii ambayo tulikuwa tuna sehemu ndogo ya kufanya mazoezi, leo Mungu ametupandishia kiwango, tumepata nafasi kubwa zaidi ili watoto waweze kupata nafasi ya kufanya mazoezi. Hebu tumshangilie Mungu kwa ajili ya hilo. Na hii inatuonyesha kwamba inatusaidia sisi kupata nafasi kubwa ya kuweza kuongeza watoto wengi zaidi, si ndio jamani? Yes. Sasa hii sehemu ni nzuri, ni tent ambayo unaiona hapo, mkono wako itakuwa mkono wangu wa kushoto, kwako itakuwa mkono wa kulia. Tutaweza kujua ina vitu gani ndani, lakini hii ni tent ya tiba ya mazoezi. Yani physiotherapy place ambapo mtoto anaweza akafanyiwa mazoezi ya viungo. Kwa mama, najua hapa palikuwa padogo, sasa hivi uwanja ni mkubwa, si ndio jamani? Hiyo ni reason enough ya kuendelea kutuchangia ili tuweze kupata eneo kubwa zaidi na zaidi, ili tuweze kualika watoto wengi zaidi. Amen. Hebu tumshukuru Mungu tena kwa ajili ya hilo. Na kupitia hiyo Dorcas pamoja na baadhi ya watu wengi ambao wanaonekana na wengine ambao wamejikusanya kwa pamoja kama wadau, supporters, wapenzi wa watoto wote ambao wangetamani kuona watoto wanafanikiwa, waliungana kwa pamoja kuhakikisha kwamba hilo tent linakuwepo hapa. Tulikuwa hatujui tutapata wapi. Rehema alivyokuwa peke yake na mume wake walikuwa wajua amfanyie nini Dorcas. Alafu Mungu akaleta wazo, akaweka sehemu, si ndio? Alafu wewe na nyie wote mkapata nafasi ya kuleta watoto wenu. Huo si ushuhuda mkubwa? Biblia inasema Wanaisraeli walikuwa wanavuka mto wa Jordan, walikuwa peke yao, they just had nothing, lakini kulikuwa kuna fimbo tu mkononi. Hiko ni kitu kikubwa sana. Yawezekana ukaanza na moja lakini ukamaliza na mamia na maelfu. Ndio kama kwa dada Rehema, alianza yeye peke yake, sasa hivi ana mamia ya wamama na watoto wengi ambao anawasupport na ambao Mungu anaendelea kuwalinda na kuwaongoza. Amen. Kama tulivyosikia shuhuda, kuna watoto walikuwa hawezi hata kukaa, hata kucheka, lakini sasa hivi wanacheka, wanaweza hata kujitahidi kukaa, kushika kitu hapa na pale. Hata ukiona mtoto anazunguka hivi, si raha jamani mama zangu, si ndio? Mtu mshangilia Yesu kwa ajili ya hilo, ni kubwa. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unatazama sasa hivi kwenye NYTV na sehemu zingine, hebu angalia hivi vitu ambavyo Mungu amefanya. Tunatamani Mungu afanye tena na tena na tena. Hili tent ni moja, tunahitaji tent lingine. Kuna vitu kibao ambavyo tunavihitaji. Hili eneo tunalihitaji. Buku yako ya thamani, 10,000 yako ya thamani, milioni yako ya thamani, bilioni yako ya thamani tunahitaji. Na Mungu atakubariki sana. Hebu angalia tulichokizalisha kwa mwaka huu mzima. Just 1 year. Mwaka huu mmoja tumezalisha vitu vingi na wamama wengi. Kwa hiyo tunakuomba, bado tunakusisitiza wewe ambao uko nyumbani, tafadhali endelea kutuchangia popote pale duniani. Kuna akaunti za benki zipo kwenye pages zote za Dorcas Home Care Initiative, kwenye page za Rema Simfukwe utaona pale kuna akaunti za benki zipo. Hata kama ukiwa Marekani bado unaweza kutuchangia. Ukiwa Oman, ukiwa Saudi Arabia, popote unaweza kutuchangia ili tuweze kulipata hili eneo. Kama wewe ni shabiki mkubwa sana wa Mungu, lakini kama wewe ni shabiki wa kuwa mtoaji, mtu
wa kutoa pale ambapo unaona kuna mtu ana uhitaji. Basi hebu fanya hivyo na Mungu atakukumbuka wewe na nyumba yako na familia yako. Wote tuseme amen.